Yes kabisa. Bana, mambo vipi hapo ulipo? Hapa safi kabisa. Basi leo tunaenda kwenye final ya kazi yetu safi kabisa inayomzungumzia mwanadada anayekwenda kwa jina la Adaku. Kwa hivyo tutaanza pale tulipoishia ili tuweze kuelewana kwa uzuri zaidi, lakini kwa mapenzi ya dhati kabisa ni kuombe mpenzi mtazamaji usiache kusubscribe, kulike na kukomenti ili tuweze kwenda mjini Kariakoo na sisi. Bana, unajua tunapenda watoto lakini hatupendi utoto kwenye kazi za watu wazima. Habari ndo hiyo. Basi kanyaga panda, tuondoke katika mtindo wa kisasa wewe. Okay, tunaendelea. Basi yule mwanamke wa msitu anamwambia Adaku, nenda binti yetu, nenda. Adaku anasema asante sana miungu wa hani. Adaku anatemuka mbio na kurudi nyumbani kwao. Bana, wanakijiji wamemwandalia sherehe kubwa sana, sherehe ya furaha, sherehe ya mapokezi kumpokea shujaa wao Adaku ambaye ameenda kutokomeza kabisa mila potofu, mila ovu. Agano la kaburi sasa litakuwa limekoma. Wanakijiji walijitokeza kwa wingi sana na kuendelea kufurahia naye. Kigoma kililia mpaka Ikulu. Haya, basi baada ya sherehe nzito, wazee walikutana pamoja na familia, yani Arinza, mama Arinza pamoja na waziri na kuhani, yani wote kiujumla. Waziri anasema muda huu, anasema Amanza ye, wakajibu Amanza ya. Akaendelea kusema, anasema hakika leo ni sikukuu ya heshima kwa ufalme huu. Binti yetu Adaku ameharibu majina ya mashujaa kwa kitendo chake cha pekee. Hakika Amanza tunajivunia yeye. Ningependa kutumia fursa hii kukuomba msamaha kwa niaba ya ufalme wote ambao tulipinga jitihada zako katika kuhakikisha ya kwamba mila hii mbaya ya kishenzi inakomeshwa. Utusamehe, hatukuelewa ulichokuwa ukipambania, lakini sasa tumeelewa na tumeona faida ya ulichokuwa ukikifanya. Juhudi zako za ushujaa hatimaye zimetuletea ushindi, na kwa maelezo hayo nasema kama unavyojua ufalme huu na mababu wa ufalme huu waendelee kuongoza nyayo zako. Endelea kubarikiwa. Wale wazee wengine wakaitikia barikiwa. Mama Arinza akasema asante Mungu, unakaribishwa. Adaku akasema naamini kwamba sote kuna kitu tumejifunza kupitia jambo hili. Haina haja ya kusubiri uovu mpaka ukuathiri ndipo utatue. Kinga ni bora kuliko tiba. Usinyamaze kwa kuwa mila mbaya inakupendelea wewe na wapendwa wako. Kesho inaweza kuja kwa ajili yako na wapendwa wako vile vile. Basi nimeleta hii nyumbani kama ishara ya makubaliano. Sanduku la agano tayari limeshavunjwa, ndani yake nimekutana na kitu hiki hapa. Kwa hiyo leo sote tunakubaliana kwa pamoja ya kwamba hatutowazika tena walio hai na wafu. Wote kwa pamoja wakasema never again, yani haitojirudia. Basi Adaku akamkabidhi ile alama mheshimiwa waziri, waziri naye akamkabidhi kuhani. Waziri akakung'uta na mikono kabisa. Kuhani anasema hili ni tukio la kihistoria, tukio ambalo sote tutaishi tukilikumbuka. Adaku, umetufanya tujivunie historia ya nchi hii. Historia haiwezi kukamilika bila kutaja jina lako. Wajumbe kwa pamoja wakasema that is true, huu ni ukweli kabisa. Na kisha mwanadada Adaku akasogea mpaka aliposimama kuhani, akapiga magoti, na kisha kuhani akasema maneno ya kumpa baraka. Anamwambia atakuwa vyema na wewe katika wewe, atakuwa na afya njema na wewe ndani yako, tutakuwa vyema na wewe katikati yetu. Bana, leo imefika ile siku ambayo Arinza aliingojea kwa hamu sana, siku ambayo imemtesa sana, ikamwangaisha, ikamsulubisha. Hapa ndo linaingia lile neno, kama yako ni yako tu, itakuja kwa wakati sahihi wa Mwenyezi Mungu. Baada ya mahangaiko ya muda mrefu, leo kiulaini kabisa anaenda kuvaa taji la kuwa mfalme rasmi wa ufalme wa Amanza. Waziri anasema kwa uwezo niliyopewa kama unavyofahamika katika ufalme wa Amanza, ninakutawaza rasmi leo kuwa mfalme wa pili wa Amanza baada ya baba yako. Na kisha akamvalisha taji kichwani, akamwambia
pamoja na ofisi na wafanyakazi wa ofisi, vyote vipo chini yako. Basi Arinza akasimama akasema, Chacha Amanza yeah. Wazee wakasema yeah Amanza, na kisha akawasalimu wazee wote kama heshima kwa kugonga fimbo yake ndogo katika fimbo zao, na kisha Arinza akaketi rasmi kwenye kiti cha kifalme, kiti cha baba yake kwa mara ya kwanza. Waziri anatoa ripoti kwa mfalme, anamwambia mfalme wangu, kulingana na mapokeo ya ufalme huu, baada ya siku ya kuapishwa utapaswa kufadhili masomo na kuwashughulikia wananchi kutokana na ombi lao. Lakini kabla tujaendelea na hilo, tunataka kuomba kibali kutoka kwako kuhusu uamuzi ambao wajumbe wa baraza la mawaziri tumefikia. Tumekubaliana ya kwamba afisa atakayewakilisha wanawake awepo katika baraza la machifu, na kwa maelezo hayo tunaomba idhini yako awepo miongoni mwao, na hatuna mtu mwingine akilini kuwa miongoni mwa baraza la machifu tofauti na mtu ambaye anaongea kwa sauti kwa ajili ya ufalme. Ni mtu ambaye amepigania wema wa ufalme huu. Hakuna mtu mwingine zaidi ya binti dada yako Adaku. Tunataka kumheshimu kwa ajili ya jina lake. Kwa hiyo wacha wote tuwatawaze kabla hamjaenda kuwahutubia wananchi wa ufalme wa Amanza, mfalme wangu. Mfalme Arinza akasema, umeongea vizuri, wewe ni mtu mzuri sana na una msaada mkubwa sana kwangu, nakupa baraka zangu. Waziri akamwambia, tafadhali naomba uturuhusu twende tukamjulishe binti mfalme. Bana, Adaku na yeye leo anapewa cheo. Waziri anasema, kwa uwezo niliopewa na ufalme wa Amanza, leo ninakupamba. Akamvalisha huo kama ushanga shingoni mwake. Baada ya hapo akasimama mwanadada Adaku akasema, siku hii ya leo nitaisherekea siku zote kwenye maisha yangu. Mama Arinza naye akasimama akasema, Adaku binti yangu. Adaku akamuita mama. Mama akasema, ikiwa mama atatakiwa kuishi kwa ajili ya mtoto wake, nitafanya hivyo mara 10 bila aibu kwa ajili ya mtoto wangu, tena kutoka ndani ya moyo wangu. Pole sana binti yangu kwa yote niliyokutendea. Naichukia sana ile kauli ya kukukana. Wewe bado ni binti yangu, bado ni mtoto wangu, na kupenda na utabaki kuwa binti yangu milele. Na kubariki mwanangu, na ninaamuru kila kitu kizuri kitakuwa cha kwako maishani mwako. Adaku akasema, asante mama, asante sana mama yangu. Mama akasema, Mungu akubariki binti yangu. Na kisha Adaku akasogea kwenye miguu ya Arinza akamwambia, Igwe. Arinza akamwambia, utawale milele. Leo bwana ni kama siku ya kumaliza tofauti. Hapo hapo akainuka mwanadada Kesi, mke wa Arinza, anasema, Adaku, ningependa kutumia fursa hii kukuomba msamaha na pia kukwambia asante kwa kuokoa maisha yangu na ya mtoto wangu aliye tumboni na kuokoa maisha ya watu wengine. Na maanisha ya kwamba ulitoa maisha yako kwa ajili ya kutuokoa sisi sote. Ningependa kusema asante sana. Naomba unisamehe kwa yote niliyokutendea. Adaku akamwambia, usijali. Akamkumbatia akamwambia, nimekusamehe, karibu sana, unakaribishwa. Basi kwa utani Adaku anamwambia Arinza, fanya kazi, watu wako wanakusubiri. Na kisha wakacheka. Arinza akasema, cha 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 Amanza yeah. Wakasema Amanza yeah. Na kisha Arinza akasema, let's go outside. Basi mpaka kufika hapo ndo mwisho wa kazi yetu safi kabisa iliyokuwa ikimzungumzia mwanadada anayekwenda kwa jina la Adaku. Basi nikwambie mtazamaji wangu, kama subscribe kabisa, kwa maana yajayo yanafurahisha. Kale kausebi ketu hatukaachi. Tunasema tunapenda watoto lakini hatupendi utoto kwenye kazi za watu wazima. Habari ndo hiyo bwana, kuanzia mwanzo wa movie hadi tumefika hitimisho. Ulikuwa ukinisikiliza, wananita Alifa DJ aka Wakupoa aka Real Badman Killer aka kabisa Baba Haira, yani aka Kibao. Basi kama umependa kazi yangu, nenda kwenye komenti pale niachie makopa ya kutosha ili nikuletee dude moja la nguvu sana, yani mpaka mwenyewe ustaajabu, au sio? Maana yake ni kwamba movie inayokuja ni zaidi ya hii ulotoka kuimaliza kuitazama leo hii. Basi mpaka muda mwingine niseme asante.